Kwa majina naitwa Dr. Asheli Mahenge. Karibuni tena katika mwendelezo wa somo letu. Somo letu ambalo linahusiana na falsafa ya uwepo wa mwanadamu katika hii dunia. Tulisema katika somo hili tutatembea na kichwa ambacho kinasema safari ya mwanadamu katika kuelewa maana ya ulimwengu na nafasi yake katika ulimwengu. Na kwenye masomo yetu ya huko nyuma tulielezea tofauti kati ya ulimwengu na dunia. Tukasema ulimwengu ni mifumo yote ambayo inaongoza, inaendesha, mifumo ambayo inaamua hatima ya maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo hii mifumo inapojikusanya kwa pamoja ndio inakuja kutengeneza ulimwengu, na tulisema mifumo hii inaendeshwa na akili ya mwanadamu, na kitu ambacho kinawezesha akili ya mwanadamu kuweza kuendesha hii mifumo tulisema ni maarifa, tulisema ni hekima, tulisema ni ufahamu ambao unakuwa ndani ya akili ya mwanadamu. Na tukasema kila mwanadamu ambaye anakuja katika dunia anakuja na akili ambayo iko tofauti kabisa na akili ya mtu mwingine, na hii akili ndio inayotengeneza ubongo. Kwa hiyo ubongo wako, ubongo wangu na ubongo wa mtu mwingine yoyote ni tofauti kabisa. Tukasema utofauti wa ubongo huu ndio unatufanya tuwe na uwezo wa kuweza kuzalisha maarifa tofauti, tuwe na uwezo wa kuzalisha mawazo tofauti, tuwe na uwezo wa kuzalisha ufahamu tofauti, tuwe na uwezo wa kuzalisha hekima ya kiutofauti. Kwa hiyo tukasema kutokana na uwezo wa kuzalisha maarifa ya kiutofauti au kuzalisha hekima ya kiutofauti, hii inatufanya kila mwanadamu ambaye anakuja katika hii dunia awe na sehemu ambayo ni maalum katika ulimwengu. Na kwa lugha nyingine tunaweza tukasema kila mwanadamu ambaye anakuja katika hii dunia ana sehemu maalum katika hii mifumo ambayo inaendesha na kuongoza maisha ya wanadamu. Tukasema mifano ya hii mifumo ni kwa mfano mifumo ya elimu, mifumo ya uchumi, mifumo ya teknolojia na sayansi. Tukasema kuna mifumo ya kisiasa, kuna mifumo ya mawasiliano, kuna mifumo ya uzalishaji, kuna mifumo ya kibiashara, mifumo ya kibenki. Tukasema kuna mifumo ya afya na mifumo mingineyo. Kwa hiyo tukasema hii mifumo ndio inayoongoza maisha yetu. Ukiangalia maisha yetu yapo ndani ya mifumo, na tukasema mtu ambaye anaendesha hii mifumo ndio anayeamua hatima za watu ambao wako ndani ya hiyo mifumo. Kwa mfano sisi ni madaktari, tunaendesha mifumo ya afya. Kwa hiyo mgonjwa yoyote anayekuja katika mfumo wa afya, sisi ndio tunakuwa na power au tunakuwa na nguvu ya kuweza kuamua hatima ya ugonjwa wake. Je, huu ugonjwa utapona au ugonjwa huu atapona au hatapona? Kwa hiyo na tukasema uwezo wa kuweza kuamua hatima yake inategemeana na ubora wa maarifa na ufahamu na hekima ambayo iko ndani yetu. Kwa siku ya leo tutaenda kuendelea na somo letu. Kumbuka tulianza na utangulizi, tukaelezea falsafa kwa ufupi zaidi. Siku ya leo tutaenda kusoma sheria za milele au sheria zinazoendesha ulimwengu, sheria ambazo zinaendesha na kudhibiti uwepo wa mwanadamu katika hii dunia. Somo hili ni la muhimu sana. Kama utalipata somo hili, unaweza ukashare na hata mtu mmoja ambaye anapenda kutafuta maarifa. Kwa hiyo tunasema ulimwengu wetu ambao tunaishi, kumbuka ulimwengu tumesema ni mifumo. Huu ulimwengu unaendeshwa na kanuni na sheria za milele ambazo hazibadiliki. Ulimwengu wetu ambao tunaishi una muda, sio ulimwengu ambao ni wa milele. Ndio maana unaposoma historia, unaposoma sayansi, unaposoma vitabu vya dini vinaeleza kuna mwanzo wa dunia, kuna mwanzo wa ulimwengu ambao tunaishi. Kwa hiyo ulimwengu ambao tunaishi kabla ya kuwepo, manake alikuwepo Mungu ambaye ndio muumbaji.
Kwa hiyo Mungu aliumba dunia, akaweka ulimwengu juu yake, na alivyoweka ulimwengu manake akaweka kanuni, akaweka sheria ambazo zinalinda ulimwengu, zinafanya ulimwengu kuwa imara na ulimwengu uweze kuwezesha watu waweze kuishi duniani, waweze kuishi kwa amani, waweze kustawi na waweze kuendelea. Kwa hiyo tukasema chanzo za hizi sheria manake zimetokea kwenye umilele. Kumbuka Mungu alivyoumba dunia, alivyoumba ulimwengu, manake na muda ndipo ulipoumba. Kwa hiyo kabla ya mwanzo wa uumbaji wa dunia manake hakukuwa na muda, manake kulikuwa na umilele. Kwa hiyo sheria zilizotumika kuunda dunia, sheria zilizotumika kuunda ulimwengu, zote chanzo chake manake zilitoka kwa Mungu. Na kwa kuwa Mungu yuko kwenye umilele, basi sheria ambazo zinaendesha na kuongoza ulimwengu wetu manake na zenyewe ni za milele. Kwa hiyo hizi sheria tutaenda kuangalia sifa zake kwa ufupi. Hizi kanuni au sheria za milele zina sifa gani? Sifa kwanza tunasema hizi sheria za milele ni sheria ambazo zenye hazibadiliki na zinaongoza kila kitu. Ukiangalia miili yetu, ukiangalia ulimwengu wa asili, ukiangalia mifumo ya kiasili ambayo iko kwenye mazingira, ukiangalia tu hata hii mifumo ambayo wanadamu tumetengeneza kupitia sheria au kanuni za milele, zipo kanuni ndani ya ulimwengu ambazo haziwezi kubadilika milele na hata milele. Na hizi sheria hazikutengenezwa na mwanadamu, hizi sheria hazikuumbwa na mwanadamu. Hizi sheria manake ziliwekwa ndani yetu, na ziliweka ndani yetu ili kuhakikisha kila kitu kinaenda kama Mungu alivyokusudia. Kwa hiyo hizi sheria za kiasili ambazo ziko ndani ya ulimwengu zenyewe zina tabia za kutokubadilika, na hizi sheria ndizo zinazoongoza kila kitu. Tunasema pia hizi kanuni au hizi sheria ndizo ambazo zinadhibiti sababu na matokeo. Zinadhibiti sababu na matokeo. Kila kitu kama tunapojua, kila matokeo ambayo tunayaona katika maisha lazima kuwe na sababu ambayo imesababisha. Kwa hiyo mahusiano kati ya sababu na matokeo manake kuna kanuni, kuna sheria ambazo zinaongoza mchakato. Na hizi kanuni na hizi sheria manake ni za milele, manake haziji kubadilika. Kwa mfano sheria ya kupanda mbegu na kuvuna, manake kila kitu ambacho unakipanda, kila kitu ambacho unakifanya lazima kiwe na matokeo, na haya matokeo yanaendeshwa na kanuni, yanaendeshwa na sheria, yanaendeshwa na taratibu ambazo ni za milele na hazitaweza kubadilika. Kwa hiyo kila kitu ambacho tunakiona katika hii dunia kina matokeo yake. Kwa kila jambo ambalo unalifanya, kila kitendo chochote ambacho unakifanya katika maisha yako manake kina matokeo yake. Pia sheria hizi au kanuni hizi ambazo ziko kwenye ulimwengu ambazo ni za milele, tunasema zenyewe hazitegemei muda, hazitegemei watu, hazitegemei tamaduni, zenyewe zinafanya kazi kila mahali. Moja ya sheria ambayo inadhibiti kusudi la uwepo wa mwanadamu katika hii dunia, tunasema kila mwanadamu aliumbwa kuwa mtawala, kila mwanadamu aliumbwa kuwa mfalme, kila mwanadamu aliumbwa kuwa msimamizi, lakini ili aweze kutimiza kusudi lake la uwepo wake kama mtawala lazima awe na maarifa. Kwa hiyo hii ni moja ya kanuni ya milele ambayo Mungu aliweka ndani ya ulimwengu, ambayo aliweka ili iendeshe kusudi la kila mwanadamu ambaye anakuja katika hii dunia. Kwa hiyo ukiangalia watu ambao walitawala miaka 20 iliyopita, watu waliotawala miaka 1000 iliyopita, watu waliotawala miaka ya sasa na watu ambao watatawala miaka 20, miaka 30, miaka 40 ijayo, ni watu ambao watakuwa na maarifa. Ukijaribu kusoma historia, Waafrika tulitawaliwa kwa sababu wazungu walikuwa na maarifa mengi. Kwa hiyo maarifa hayo wakatumia kuweza kutengeneza silaha, maarifa hayo wakatumia kuweza kutengeneza meli. Kwa hiyo baada ya kuwa na maarifa hayo manake yaliwarahisishia kuja kusambaa sehemu za mbalimbali, kwenda kwa tawala watu wengine ambao walikuwa na maarifa.
Kwa hiyo ukiangalia hata saizi watu ambao wanatawala masoko ya biashara, watu ambao wanatawala siasa, watu ambao wanatawala mifumo ya elimu, mifumo yote ambayo iko ambayo inaendesha maisha ya wanadamu, wanatawala ni kwa sababu ya maarifa. Pia ukiangalia hata miaka 10, miaka 20 ijayo, watu ambao watatawala hii dunia ni watu ambao watakuwa na maarifa. Kwa hiyo hizi pia sheria hazitegemei watu, hazitegemei wewe ni Mwafrika, haitegemei wewe ni mzungu, haitegemei wewe ni mtu wa aina gani. Kama utakuwa na maarifa sahihi, kama utakuwa na hekima, kama utakuwa na ufahamu, maanake utaweza kutawala kitu chochote ambacho una maarifa kuhusiana na hicho kitu. Pia hizi sheria pia hizi kanuni tunasema zenye hazitegemei tamaduni, zenye zinafanya kazi kwenye kila tamaduni. Haijalishi uko kwenye utamaduni wa China, haijalishi uko kwenye utamaduni wa Kiafrika, haijalishi uko kwenye utamaduni wa watu wa Mashariki ya Kati, haijalishi uko kwenye utamaduni wa Magharibi. Kama utakuwa na maarifa sahihi, kama utakuwa na maarifa kweli, kama utakuwa na maarifa ya ujuzi wa mema, basi utakuwa na uwezo wa kuweza kutawala kitu chochote katika mazingira yako. Kwa hiyo hizi ni kanuni, tunasema ni kanuni ambazo hazitegemei tamaduni, hazitegemei muda, zenyewe zinafanya kazi kila mahali. Kwa hiyo ukitaka utawale maisha, ukitaka uishi kwa amani katika dunia, ni muhimu kufahamu kanuni na sheria za milele ambazo hazibadiliki. Pia tunasema hizi kanuni za milele ndizo zinazosababisha kuwe na mpangilio. Ndizo zinazosababisha kuwe na mpangilio katika asili, katika sayansi. Sayari tunayoishi, hii dunia ina kanuni na sheria za milele ambazo hazibadiliki. Hizi sheria ndizo zinazofanya dunia iwe katika mpangilio, dunia iwe na utaratibu. Pia ndani ya miili yetu kuna kanuni zisizobadilika. Hizi kanuni zilikuwepo kipindi cha Adam, zilikuwepo kipindi wa koloni walivyokuja kutawala wa Afrika. Hizi kanuni na sheria zipo saizi ndani ya miili yetu. Hizi kanuni na sheria zipo kwenye maisha yetu na zipo kwenye jamii. Hizi kanuni zipo za asili, na kazi yake ni kufanya vitu viende katika mpangilio. Lakini mwanadamu anapotokea kuanza kuzivunja hizi kanuni, ndipo matatizo, ndipo majanga yanaanza kutokea katika maisha. Kwa mfano, jamii yoyote inaongozwa na sheria za upendo, inaongozwa na sheria upendo. Ukitoa sheria upendo kwenye jamii, manake mpangilio unaondoka kabisa kwenye jamii. Nafikiri neno upendo ni neno pana sana. Tukija kupata muda tutakuja kuangalia ni namna gani kanuni ya upendo ambayo ni ya milele inafanya jamii iendeshwe, au ustaarabu, mpangilio na utaratibu kuwepo kwenye jamii. Na kwa nini kanuni ya milele ya upendo ikitoka kwenye jamii, matatizo, shida zinaingia kwenye jamii? Kwa tutakuja kujifunza. Pia miili yetu na yenyewe, pia maisha yetu, miili yetu, kila kitu kilichopo kwenye asili kinaendeshwa na kanuni za milele, na hizi kanuni ndizo zinazofanya mambo yote yakae katika mpangilio. Kwa hiyo tunasema hizi kanuni, ikitokea mtu amezielewa na kuenenda nazo, amezifahamu hizi kanuni na amezitii na amezifuata, basi huyu mtu anapata mafanikio na ustawi. Maendeleo yote unayowaona wazungu wameyafanya, maendeleo yote ambayo unaona binadamu wameyafanya, mafanikio yoyote, ustaarabu wote ambao ulistawi na kufanikiwa, ni matokeo ya mwanadamu kuzifahamu hizi kanuni na sheria za asili na kuzitumia. Pia unapoona migongano, unapoona machafuko, unapoona vita, unapoona kutokuelewana kwenye jamii, tunasema hichi kitu kinasababishwa na pale mwanadamu anapopuuzia hizi kanuni au hizi sheria za milele ambazo zipo ndani ya uumbaji. Na hizi kanuni na hizi sheria tunasema zilikuwepo kabla yetu, kabla sisi hatujazaliwa, kabla wewe hujazaliwa, kabla mimi sijazaliwa, kabla ya wanadamu kuwepo katika dunia, hizi sheria zilikuwepo. Na tunasema kuanzia toka mwanadamu wa kwanza uwepo duniani mpaka sasa, tunasema dunia imekaliwa na zaidi ya watu bilioni 120. Kwa hiyo hawa watu bilioni 120 wote wameishi na hizi kanuni na hizi sheria za milele ambazo ziko ndani ya uumbaji, ambazo ziko ndani ya ulimwengu.
Kwa hizi sheria tumezikuta, zilikuwepo kabla yetu, tumezikuta, tunaishi nazo, na hatimaye tunakufa, tunaziacha na bado zinaendelea kufanya kazi. Kwa hiyo ombi langu kwako, kwa mtazamaji unayenisikiliza, jambo la msingi ni kuweza kuzisoma na kuzifahamu hizi kanuni, hizi sheria za milele ambazo hazibadilike. Nafikiri kwa kupata channel hii utaenda kujifunza vitu vingi sana. Tutaenda kujifunza hizo kanuni, hizo sheria ambazo hazibadiliki, ambazo ukizitumia katika maisha yako, ukizitumia katika familia yako, ukizitumia katika jamii yako, basi kutakuwa na mabadiliko na ustawi kubwa sana wa maisha yako. Kama tulivyoelezea, tunasema hizi kanuni zilikuwepo kabla sisi kuwepo duniani. Manake hii ina maana gani? Ulimwengu ambao tumekuta, dunia ambayo tumekuta, manake tayari kanuni zilishawekwa, taratibu zilishawekwa, na hizi kanuni ndizo zinazofanya ulimwengu uende katika mpangilio. Kwa mfano ukienda katika dunia, ukitazama dunia utakutana na ina kanuni za milele zisizobadilika. Moja ya kanuni ni kanuni kwa mfano kama mvutano, kanuni ya sababu na matokeo, kanuni ya mzunguko wa maisha. Hizi kanuni ambazo zinaendesha hivi vitu, maanake zilikuwepo hata kabla ya mwanadamu yoyote kuwepo katika hii dunia. Kwa hizi kanuni tunakutana nazo katika maisha, tunaishi nazo. Kila hatua ya maisha yetu inatokea ndani ya hizi sheria. Kwa hiyo zinatokea ndani ya hizi sheria hata kama hatuzifahamu. Kwa hiyo hizi sheria tutakuja kuziacha, na kizazi kingine kitakuja kuziishi hizi sheria. Kwa hiyo jambo la msingi, kama wewe ni mzazi, kama wewe ni mzazi au ni mlezi au ni mtu yoyote, unaweza ukajifunza hizi kanuni na sheria ukazitumia katika maisha yako, na pia ukaziwekea msingi kwenye kizazi chako ambacho kinakuja. Kwa hiyo hizi sheria hazikumbwa na mwanadamu, hizi sheria zipo. Kazi kubwa ambayo mwanadamu anafanya, yeye tu anazigundua. Mwanadamu hawezi kuziumba hizi sheria, kwa hiyo yeye anazigundua na anazitumia. Kwa hiyo hivi ndivyo ilivyo. Sisi tunaweza tukasema ni wasafiri ndani ya mfumo wa sheria zisizoweza kubadilika, na maendeleo yetu yanategemea jinsi tunavyozielewa hizi sheria na si kuzibadilisha. Kwa hiyo tukitaka tufanikiwe katika maisha, tukitaka kuwe na mafanikio katika jamii, tukitaka kuwe na mafanikio katika maisha yetu, tukitaka kuwe na mafanikio katika mazingira yetu, lazima tuzifahamu hizi sheria au hizi kanuni za milele ambazo hazibadiliki. Kama tutazipuuzia, manake hatutakula mema ya nchi, manake tutakaribisha lahana kwenye maisha yetu. Na kama tutazifahamu hizi sheria na tutazitumia, basi hizi sheria zitatuletea baraka kwenye maisha yetu, zitatuletea vitu vizuri vyote ambavyo tunavihitaji katika maisha yetu. Ubaya wa sheria hizi, hazikumbwa na mwanadamu, manake zipo na zipo. Kwa hiyo kazi kubwa tulionayo manake ni kuzigundua. Hizi sheria zitabadilika na hakuna mwanadamu ambaye atabadilika. Ukiangalia matatizo mengi saizi yaliyopo kwenye afya, saizi kuna magonjwa mengi yasiyoambukizwa, magonjwa kama sukari, magonjwa kama pressure. Haya magonjwa yote yanasababishwa kwa sababu mwanadamu anavunja sheria hizi za asili zisizoweza kubadilika, sheria ambazo hazikumbwa na mwanadamu. Kwa sababu ya ujinga ambao wanadamu tunazivunja hizi sheria. Matokeo yake magonjwa kama ya sukari, magonjwa kama pressure, magonjwa kama ya kiharusi yamekuwa ni magonjwa mengi sana ambayo yanaibuka katika kipindi hiki, na sababu kuu ni kwa sababu wanadamu tumevunja sheria hizi za kiasili, sheria za milele ambazo ziko ndani ya mili yetu. Kwa hiyo katika kipengele, katika kujifunza kanuni au sheria za milele ambazo hazibadiliki, na mimi nimekuja na kanuni yangu au sheria yangu ambayo inahusiana na uwepo wa mwanadamu katika hii dunia. Na hii sheria tunasema ni ya milele. Nafikiri tutakuja kuona sifa zake huko chini. Kwa nini tunasema ni sheria ya milele na itakuja kubadilika kama mwanadamu ataendelea kuishi katika hii dunia. Hii kanuni inasema hivi:
hii kanuni inahusiana na hii kanuni tunasema ni kanuni ya milele ambayo inahusiana na uwepo wa mwanadamu katika hii dunia, au kwa lugha nyingine tunasema inahusiana na kusudi uwepo wa mwanadamu katika hii dunia. Kwa hiyo hii kanuni inasema hivi, kila mwanadamu ameumbwa na kuwekewa uwezo ndani yake ya kutawala mifumo ya maisha. Kwa hiyo kila mwanadamu ambaye unamuona, mtoto wako uliyemzaa, mtoto wako uliyombeba, huyo mtoto wako ambaye unamlea, kijana wako ambaye uko naye, ndani yake amewekewa uwezo wa kuweza kutawala mifumo ya maisha. Kumbuka mifumo ya maisha tumesema ndio inayotengeneza ulimwengu. Kwa hiyo ili utawale ulimwengu, ili utawale mifumo, kitu cha kwanza lazima uwe na maarifa. Na haya maarifa yako aina tatu. Maarifa ya kwanza, kuna maarifa ya kweli, kuna maarifa sahihi, kuna maarifa ya ujuzi wa mema, na kuna maarifa ya ujuzi wa mema. Na haya maarifa lazima yatoke ndani ya akili, na haya maarifa yanatoka nje kupitia mwili. Ukiangalia vitu vyote ambavyo mwanadamu amevifanya katika hii dunia ni matokeo ya hii kanuni ya milele ya uwepo wa mwanadamu. Hakuna kitu mwanadamu ambacho amekifanya. Hii kanuni tunasema hii kanuni inaunganisha inaunganisha vitu kama vitatu. Kitu cha kwanza, inaunganisha maarifa ya kweli. Maarifa ya kweli ni maarifa ambayo yanahusiana na mtu aliyepo ndani, amebeba kusudi gani. Kumbuka kila mtu ambaye anakuja duniani ndani yake kuna mtu, na yule mtu ni sehemu ya Mungu ambayo Mungu ameweka ndani yake, na ile sehemu ndio inayomfanya mtu aweze kutawala na kudhibiti ulimwengu. Kwa hiyo lakini huyu mtu ili aweze kutawala ulimwengu anahitaji maarifa sahihi, anahitaji na maarifa ya ujuzi wa mema, na haya maarifa lazima yatoke nje kupitia mwili. Kwa hiyo vitu vyote ambavyo unaviona mwanadamu amevifanya kupitia mwili wake. Jaribu kuangalia kwenye mazingira yako, jaribu kuangalia vitu ambavyo mwanadamu amevitengeneza, jaribu kuangalia maneno ambayo mwanadamu ameyatoa. Hivi maneno yote mwanadamu aliyotoa, vitu vyote ambavyo mwanadamu amevitoa kupitia mwili. Kwa hiyo pasipo mwili, manake hakuna kitu chochote ambacho kingefanyika katika hii dunia. Hakuna maendeleo ambayo yanafanyika katika hii dunia, hakuna ustaarabu, hakuna ustawi ambao unaweza kufanyika katika hii dunia kusipokuwa na mwili. Kwa hiyo mwili ni kitu cha muhimu na cha msingi sana katika hii dunia, kwa sababu mwili ndio unaokupa haki wewe ya msingi kuweza kuwa na mamlaka na kuweza kuwa na nguvu ya kuweza kutawala huu ulimwengu, ya kuweza kutawala mifumo ya maisha. Ndio maana tunasema kitu cha muhimu ambacho pia inatakiwa kilinde katika maisha yako ni mwili wako. Mwili wako ndio unaokupa haki wewe ya kuweza kuwa mtawala. Mwili wako ndio unaowezesha kuweza kutoa nguvu ya maarifa, kutoa nguvu ya mawazo kutoka kwenye akili yako kuja kujidhihirisha kwa nje. Mwili wako ndio unaokuwezesha wewe kuweza kuwasiliana kati ya mtu wa ndani na ulimwengu wa nje. Kwa hiyo mwili wako ni wa muhimu na ni wa msingi sana katika kukusaidia wewe kuweza kutimiza kusudi la umilele la wewe kuwepo katika hii dunia. Kwa hiyo kila kusudi lazima lilindwe na sheria. Kila kusudi lazima lilindwe na sheria. Kwa hiyo sheria ambazo zipo katika ulimwengu hazipo kwa ajili ya kutunyima uhuru, bali zipo kwa ajili ya kuweza kulinda kusudi la uwepo wetu katika hii dunia au katika huu ulimwengu. Kwa hiyo kusudi hilo la uwepo linazalisha kanuni tatu ambazo zinalinda ili kusudi la uwepo wa mwanadamu katika hii dunia. Kwa hiyo tukija kupata muda tutakuja kuelezea, ili hapa ni somo kubwa sana. Tutakuja kuelezea nitakapoanza kufundisha misingi inayotumika kuweza kujenga akili ya mwanadamu. Akili ya mwanadamu inajengwa na kuna misingi kama 14. Akili tukipata muda tutakuja kujifunza. Katika kujifunza hiyo misingi, moja ya misingi tunasema ni hizi sheria za msingi kabisa, kwa Kiingereza tunaziita precept.
bila hizi kanuni, bila matatizo yote ambayo unayaona duniani ni kwa sababu mwanadamu amevunja hizi kanuni 3 ambazo zinalinda kusudi la uwepo katika dunia yake hii. Kwa hiyo tutaenda kujifunza huko baadaye hizo sheria 3 na ni namna gani zinalinda kusudi la maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo siku ya leo tutaishia hapa. Kama hujasubscribe, naomba subscribe. Kama hujafollow, unaweza ukafollow. Pia unaweza ukalike, unaweza ukacomment video hii ili wafikie watu wengi. Siku nyingine inayofuata tutaenda kujifunza sifa 10 za kanuni ya milele inayohusiana na uwepo wa mwanadamu. Kwa nini hii kanuni ya uwepo wa mwanadamu tunasema ni ya milele? Nafikiri tutaenda kujifunza sifa kama 10 ambazo zinaonyesha hii kanuni ni ya milele. Kwa hiyo ukitaka kufanikiwa katika maisha yako, ukitaka kijana wako aje kufanikiwa katika maisha yake, ukitaka na wewe ufanikiwe katika maisha yako, lazima utii sheria ya milele au kanuni ya milele ambayo inahusiana na uwepo wa maisha ya mwanadamu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu abariki.